Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo lundi le 13 janvier 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita hapo Mweso kwenye wazalendo wanasonga mbele sana. Muda huo ambapo tuko na ongea wazalendo wanafika mude kilometre na mungini wa Mweso. Wazalendo wako ndani ya vijiji vya Masha pamoja na Kanyangohe. Tutawaambia jinsi mapigano kule yako kati ya pande mbili. Na tena siku ya leo kuna wanajeshi wapya kutoka mwa AFC M23 ambao walijisalimisha kwa wazalendo. Hao ni wanajeshi wa zamani wa FARDC ambao wanaendelea kukataa kuungana na hao wasi wa AFC M23 wakirejea mu makundi ya kizalendo na wengine mu FARDC. Tumewaletea habari mbichi tena mingi kama kawaida. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mu comment na mu like na muzisambaze taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Na muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre, chini ya titre mu description kuko link ya grupe yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Na bila kukawia tufungue ukurasa wetu wa habari. Taarifa zetu mbichi za jioni ya leo tutazianzia moja kwa moja huko mu territoire ya Masisi kwenye wazalendo wako nasonga mbele. Kabla ya kuwaambia kuhusu mapigano hayo, tuanze kwanza na video hii ya wanajeshi hao wapya wa FARDC ambao walikuwa mwa AFC M23 ambao walijisalimisha. Walikuwa wakitangaza ni vipi kabisa walikuwa wakiishi huko. Wanajeshi hao kutoka Kasheke walijisalimisha kwa wazalendo wakikataa kuendelea kuungana na wasi wa AFC M23 wakipiganisha jeshi la Kongo. Wanaamua kujiunga tena na FARDC ili kutumikia nchi ya Kongo, kupigania udongo wa Kongo. Video ndio hiyo, muifuate. Leo tuko le 13 ya mwezi wa kwanza. Najaria neema ya kupata wandugu wetu tena kutoka kwa M23. Barikuwa muinite ya FARDC. Saa hii njaba ni baine wanakuwa mwa asubuhi. Nawaza kila mtu atajiereza na jina yake na unité ya FARDC yenyewe alikuwa anatumika ndani, na kwa M23 kwenye alikuwa anatumika na kiongozi yake. Asante. Tunataka tuanze kwa huyu. Jambo. Habari? Mzuri. Natoka wapi? Natoka Kasheke. Kasheke? Ulikuwa unaongozewa na komanda gani pale Kasheke? Nilikuwa naongozewa na komanda wanamuita Sami. Kasheke ndio kwenye ulikuwa? Ndio. Mwefari desi ulikuwa muinite gani na grade yako? 101. Nilikuwa sina grade. Ndio. Sawa, asante. Uko na ujumbe yenyewe nawezi patia wenyewe bana bakia kwa M23? Ndio. Wapate ujumbe Yenyewe na wapatia. Mungu abasaidia wapatie njia ya kuvuka. Pale haiko kwetu ni kwenye tuko naenda. Tunateseka sana, tulingia mkazi na tupendi. Mungu abasaidie nao wapate njia. Asante. Tunaingia kwa huyu. Jambo sana. Na wewe ulikuwa kukasheke? Ndio, nazali na Kasheke. Bui. Alright. Na kumbona yo
Komona nga Pungu Kibwila Prince. Prince, FARDC ilikuwa muinite gani? 101 regiment. Sawa. Ujumbe yenyewe nawezi pana kubenye banabakia Kasheke. Nasengi bango Nzambe apombola bango baleka banzela noso toleki bakoma pe bwina na boka gouvernement nde tozali. Sawa, asante. Kijana nawe jina yako? Jina yangu Boina, huku bananiua Boika. Boika? Na wewe ulikuwa Kasheke? Nazalaka Kasheke. Uzala kisika moko na baoyo? Tozala biso to ensemble toye boye. Ndio tukomi na mboka gouvernement boye. Apesika mboto na bamasa bazakuna basala effort pe bakuma net nde biso tozali koto. Malgré ba souffrance basala ka effort. Na FARDC uzala kusala na unité. Azalaki na 1101. 1101. Sawa, asante. Wewe kijana, habari? Nzuri. Jina yako? Jina langu Makisi Mbomba Dia merci. Asante. Na wewe ulikuwa Kasheke wala ulikuwa basi nyingine? Nilikuwa Kasheke. Kasheke. Na wewe ulikuwa komanda, nani mwenye alikuwa anawaongoza? Komanda ni Sami. Sami? Asante. FARDC ulikuwa muinite gani? FARDC nilikuwa 23e brigade. 23e brigade? Asante. Ujumbe yenyewe nawezi pana kubenye banabakia kwa M23? M23 ba batika likuna na pesi matondo mingi nane epa Nzambe po Nzambe aza obate lipe mulakisi asunga baninga na biso batika likuna na souffrance to moyi na bango ndenge bana Israel bamona na Egypte bango pe baso courage baya en tout cas tozana biso kimia likama mabe ezate ndio tukutana bande na biso toseke makasi. Asante. Tunashukuru sana. Sisi tunabaona na benye banabakia kwa M23. Mungu awasaidie na abo batoke. Sawa, hapa tulikuwa ku mfoma pariko tukuru yenye naongozwa na General Mutayomba. Asante sana. Nadhani kwamba video hiyo mmeifuata, umesikia jinsi walikuwa wakisema message ambayo wako napatia wale wengine ambao wako mu FARDC ni kuombea Mungu awape njia. Wanasema kwamba huko wanateseka sana, wale ambao hawajapata koma watoke huko kabisa, wanateseka. Wanaomba tu Mungu awape njia wale wanajeshi wa FARDC na wazalendo ambao walikamatwaka mjini Goma na kupelekwa mu grupe hii ya AFC M23 waondoke kule kwa sababu wanateseka sana. Tuwapeleke sasa moja kwa moja ndani ya maeneo ya Mweso. Mweso inapatikana mu territoire ya Masisi, mu sheferi ya Bashali Mokoto, ila maeneo yanayokuwa karibu na Mweso kuko maeneo yanayopatikana Muruchuru kama eneo hizo za Kanyangohe pamoja na eneo ya Masha kwenye wako napigania zinapatikana Muruchuru mu kilomita 2 na mwingine wa Mweso. Mapigano yanayoendelea mpaka jioni ya leo yalianza siku ya jana. Waasi wa AFC M23 walianza kupigana na wazalendo jana ndani ya vijiji vya Bumbasha, Karambi na Chahemba. Vijiji hivi avyo viko mu territoire ya Masisi. Tujoro ni ndani ya maeneo ambayo yako mu kilomita chache na Mweso. Baada ya kupigania hapo siku ya leo kuliamka tena na mapigano ndani ya vijiji vya Karambi na Chahemba. Mapigano yakaendelea kusikika hapo, yakaenea sasa ndani ya pande tofauti na vikafika sasa mu territoire ya Ruchuru. Wazalendo pale walikuwa na wako na avance pole. Walipofika mu territoire ya Ruchuru, wazalendo waliingia Kanyangohe, wakaingia pia na Masha, vijiji vinavyokuwa mu kilomita 2 na mji wa Mweso. Mweso inaendelea kuwakaribisha wakaaji wengi wanaokimbia makazi yao kutoka vijiji hivyo.
Mapigano haya yaliyoanza siku ya jana, wakaaji wengi wanaendelea kukimbia maeneo yao, wengi wao wakielekea Mweso wanakaribishwa na wakaaji wengine kutiwa ndani ya maekole na makanisa kwa sababu hakuna kwengine kwa kukaa. Siku ya leo sasa wazalendo SMC wanaendelea kupigana vita hapo mu vijiji vinavyokuwa karibu na Mweso, ambapo hapo Kanyangohe na maeneo ya Masha kunaendelea kusikika mlipuko ya silaha nzito na nyepesi. Wazalendo wanaendelea kuwasha moto zidi ya wasi wa AFC M23. Mweso hali ni tete, tena ni ya wasiwasi sana. Wakaaji wa Mweso wako na woga kutokana na jinsi wako nasikia mapigano ndani ya vijiji karibu na pale 2 kilometre ni karibu sana, ni donko kwenye wako napigania na Mweso wako nasikia masasi kama wale ambao wako kufro. Ndio maana mwingine wa Mweso uko ndani uofu kabisa na wasiwasi mkubwa kutokana na mapigano yanayoendelea. Siku ya jana wakati mapigano yalikuwa yakiendelea huko katika maeneo ya Bumbasha, wasi wa M23 walirenforce hapo Mweso, hata kama walirenforce leo hawakuweza kabisa kuresiste kuwazalendo. Vijiji hivyo vyote vya Bumbasha na pale Kanyangoe na hapa Kasha kwenye wako napigania viko ndani, wazalendo walisonga mbele sana, na nadhani ya kwamba kuna watu wanaojua pale Mweso, wanajua ile riviera ya Mweso, mto wa Mweso pale ku vijiji vinavyoelekea maeneo haya yenye wako napigania ndani ile riviera. Kwa sasa njo mpaka kati ya pande mbili. Ile riviera ya Mweso kwa sasa njo mpaka kati ya pande mbili. Kuondoka Mweso ukielekea hapo Bumbasha kwenye Plito, ukielekea pale katika vijiji vya Kanyangohe na Masha kwenye wako napigania ile mto ya Mweso njo yenye iko kati ya pande mbili. Waasi wa AFC M23 kutoka Mweso wanaishia kuile ile riviera, wengine wanajeshi wa wazalendo nao wanaanzia ku ile riviera ya Mweso ngambo, wakikalia hivyo vijiji vyote vya nyuma Kanyangohe na Masha. Unasikia kwamba wazalendo walisonga mbele sana. Mapigano yanaendelea, nasi tutaendelea kufuatilia kwa karibu habari za mapigano hayo ili kuambia kinachoendelea na hata matokeo wakati vita vitakuwa vimeisha kati ya pande mbili. Huko ni maeneo ya Mweso kwenye wazalendo wako nasonga mbele sana. Tuendelee na taarifa zetu siku ya leo. Corneille Nangaa akiwa mbele ya viongozi tofauti wa guvernema ya Nord Kivu alisema ya kwamba presida wa zamani wa Republique Democratique du Congo Joseph Kabila iko ndani ya Goma baada ya siku mingi na presida wa zamani wa Congo Kabila aonekane. Corneille Nangaa, kiongozi wa parti politique AFC, alitangaza kwamba yuko mjini Goma. Ni wakati habari zilikuwa zimesambaa ya kwamba huyo presida wa zamani Joseph Kabila alikuwa huko Angola, ambapo alipatana na mwenzake wa Angola kuhusu masuala ya hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Ila Corneille Nangaa yeye alisema kwamba presida Joseph Kabila iko pale mjini Goma. Wakati wa hotuba yake pale mjini Goma, Corneille Nangaa alisema ya kwamba mwaka huu wa 2026 unapaswa kuwa mwaka wa mafanikio kabisa kwa AFC M23, ambapo alisema ya kwamba walipiganaka kuanzia Bunagana wakaendelea kuavanse na hawatarudia nyuma kamwe. Alisema kwamba walikamataka mji wa Goma, wakakamata Bukavu na hata Uvira, na akasema kwamba wataendelea kuavanse, hawatarudiaka nyuma kamwe. Ni wakati gouvernement ya Kongo inaendelea kuandaa vita ili kuweza kuwafukuza wasi hao AFC M23 nchini Kongo. Siku chache ambazo zimepita, Adolphe Muzito wakati alikuwa kwenye interview na France 24 alitangazaka kwamba gouvernement ya Kongo inajiandaa kabisa kwa vita ili kufukuza wasi wa AFC M23 nchini Kongo.
ambapo alisemaka ya kwamba gouvernement ya Kongo iko naandaa 5 milliards de dollars kwa ajili ya jeshi la Kongo ili kuweza kukabiliana na wasi wa M23 ndani ya vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Pande mbili wote wanaendelea kabisa kuonesha jinsi watapigana. Donc M23 kutangaza kwamba hawatarudi nyuma kamwe, wataendelea kuavance. Kuavance kwao ni kupitia vita. Armée ya Kongo inasema kwamba nayo inajiandaa kwa vita mpaka itakapowarudisha wasi wa M23 walikotokea. Mambo kabisa kati ya pande mbili inakuwa kuandaa vita. Mapigano yanaonekana kuwa yataendelea kabisa. Upande mwingine tuwapeleke muteritware ya Walikale huko Buruti, mweneo ya Kashebere. Kwenye siku ya leo kulikuwa mporomoko na watu wengi wakapoteza maisha yao. Baada ya siku yote ya msako, wakaaji wakiwa wanawatafuta watu ambao walipotea katika mporomoko wa udongo kule. Wakaaji wanatangaza kwamba walipata watu 18 ambao walipoteza maisha yao, na wanasema kuwa kuna wengi ambao hawajapatikana. Kazi za kutafuta wale wengine ambao hawajapatikana zitaendelea kesho. Usiku umeingia tayari, ni giza, wawezi wakaendelea kutafuta hao watu. Kesho tena wataamka wakitafuta hao watu, waone ya kwamba watawazika kwa heshima. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kukuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi. Ninachowaomba ni kuendelea kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi, ziwafikie wengi. Tupatane ndani ya habari za asubuhi. Asante sana.